na najua mmekuwa na hamu kubwa sana kutusikiliza, mmetusubiri kwa muda mrefu na mmekuwa mna hamu sana ya kuona hili swala lenu hapa linapata hitimisho na kujua mustakabali wote. Na kama wizara tulikuwa biza tunashirikia hili swala, tunaomba radhi imechukua muda kidogo kwa sababu kuna mambo mengi sana ya kuyafanyia kazi, kufanya utafiti, kuhakikisha tena, ndio maana tumechukua muda. Lakini niwapongeze watangulizi wangu wote waliokuja hapa, kama waziri, kama viongozi wa jiji, mkuu wa mkoa. Najua ni swala ambalo limechukua muda mrefu. Kwa hiyo limefanywa kazi kwa kina na ni nia ya wizara yetu ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yalikuwa hayajahitimishwa sehemu mbalimbali, kwa sababu mgogoro sio hapa, sio Mahomanyika tu. Kwa mkoa wa Dodoma kuna sehemu 2, 3, 4, lakini kuna wilaya mbalimbali za nchi yetu, mikoa mbalimbali, hata mipaka ya vijiji nayo tunashughulika nayo. Kwa hiyo ni mambo mengi. Kwa hiyo tumeelekezwa kwamba haya mambo tuyafanyie kazi na tuyahitimishe. Na kwa pamoja sasa tunatakiwa kukubaliana kuwa haya mambo ni lazima yahitimishwe. Hatuweze kukaa na jambo limekaa miaka inaenda, watoto wanazaliwa, wanaanza shule, wanafanya kazi mpaka wanastaafu, bado migogoro ipo. Lazima ifanye nini? Lazima iishe. Na sisi tumejipanga kuhakikisha kama migogoro yote. Mingine sio migogoro ni kwa sababu tu watu wengine labda hawafahamu hili na lile, tuwaelimishe, waelewe na tukamilishe kila kitu. Kwa hiyo tunapohitimisha swali la Mahomanyika ndio tunaposogea kwenye mengine, kwa vile kama vile Mkuhungu, mnajua kuna maneno kule, Ndachi kuna maneno kule, tunataka yote tuyamalize. Sasa kabla ya kutoa maelekezo ya wizara, napenda kwanza niwaelekeze na niwaagize viongozi wetu kwenye ngazi zote za uongozi, mitaa, kata, vitongoji, kote. Nataka watambue kwamba masuala yanayohusu ardhi ni masuala yanayohitaji weledi, yanayohitaji utaalamu, ufahamu, nidhamu, vyote hivi. Kwa hiyo sio wanajiingiza katika mambo yanayohusu ardhi wakijifanya wao ni wamiliki. Sasa maanake ardhi inakuwa kama vile pombe ya ngomani, kila anayecheza anajichotea tu. Haitakiwi kuwa namna hiyo. Ardhi inakwenda kwa utaalamu. Kama unataka ufanyie kazi, ugawe, uliza, kuna mamlaka zinazohusika. Pata ufahamu, jielimishe, jiridhishe, alafu ndio uendelee na mambo yako. Kwa hiyo ndio angalizo langu la kwanza kwa viongozi wa ngazi zote, na hii natoa sio tu kwa hapa Mahomanyika. Kama waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, nimekutana na masuala mbalimbali ambayo watu wasiohusika, wasio na ufahamu, wasio na elimu, wasio na utaalamu kuhusu mambo hayo wanajifanya ni wataalamu. Kwa hiyo msijiingize kwenye matatizo ambayo hamyaelewi, maana mnatuletea migogoro wakati mwingine. Sio hapa tunazungumzia nchi nzima kwa ujumla. Najua kuna vyombo vya habari hapa. Kwa sababu mnafanya kazi ambayo hamna utaalamu nayo. Wizara ya Ardhi kama wizara yenye dhamana ya ardhi imeelekezwa kufanyia kazi migogoro yote ya jiji la Dodoma pamoja na miji mingine. Na wiki iliyopita tulikuwa mkoani Tanga na Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa maelekezo hayo tena, akasema wizara ya ardhi ihakikishe kwamba masuala yote yanahitimishwa na watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Kuhakikisha kwamba yanahitimishwa ili wananchi wapate fursa ya kufanya shughuli za maendeleo. Maana ardhi ni moja kati ya rasilimali kubwa sana. Nakumbuka baba wa taifa alituambia ili nchi iendelee inahitaji vitu 4. Wale wakongwe wenzangu, vijana wasikiza wafikia wamesahau. Vitu 4 ambavyo ni watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Sasa hii nimezungumzia viongozi hao, nataka uongozi bora ni pamoja na kufanya vitu ambavyo una weledi navyo. Siasa safi tunayo, watu tunao, ardhi ndio hii. Tusigombane, tuisimamie vizuri.